kuonyesha kuwa kuna upeo mbele ya Mungu. Hivyo wanatumia mbinu zote hasa chafu kuhakikisha kwamba wanapata uhai na utukufu hapa duniani, na wanasahau kujiuliza itakuwaje sasa mbele ya Mwenyezi Mungu. Ndugu zangu wapendwa, matukio yaliyoambatana na harakati za uchaguzi mkuu uliofanyika tarehe 29 mwezi Novemba mwaka Tanzania izungumzwe kwenye vyombo vya habari, hususan vyombo vya kimataifa maarufu Al Jazeera, BBC na vinginevyo. Kama habari zetu zingekuwa njema, tungefurahi. Habari zilizovuma zilielezea kuwa Tanzania imekumbwa na machafuko, na hayo machafuko yalipewa kivumishi unprecedented. Walisema neno la Kiingereza unprecedented, hayajawahi kutokea na hayakutegemewa. Ndivyo alivyotangaza. Nchi yetu imekumbwa na machafuko ambayo ni unprecedented. Katika matukio hayo kumetokea vifo vya watu wengine wamejeruhiwa, kumetokea uharibifu wa mali na kadhalika. Jimbo letu la Mbeya linalotandana ndani ya mikoa ya Mbeya na Songwe ni kati ya maeneo yaliyoathirika kwa kiasi cha kuhuzunisha sana. Ndio maana tumeona ni vema tuadhimishe misa hii kumwomba Mungu atupe tunayotamani katika maisha yetu. Madhumuni ya misa hii yako 6. Kwanza, kuwaombea marehemu waliopoteza maisha kutokana na migogoro ya uchaguzi mkuu wa taifa letu, na kupitia misa hii tuwape pole wafiwa. Lengo la pili ni kuwaombea majeruhi waliojeruhiwa kwa namna mbalimbali kutokana na migogoro ya uchaguzi mkuu, na kuwapa pole walioathiriwa na matukio hayo. Lengo la tatu ni kumwomba Mungu asaidie jitihada za kuwapata waliopotea kutokana na migogoro hiyo. Naomba tusaidie kuwapata wakiwa hai, ni vyema sana. Wakiwa wafu basi walawe. Lengo la 4 ni kuwapa pole waliopoteza mali zao kutokana na migogoro hiyo. Lengo la 5 ni kutoa rai ya kujitathmini. Na lengo la 6 ni kuomba uponyaji kutoka kwa Mungu wetu. Lengo la kwanza kuwaombea wafu. Mimi binafsi naamini kuwa kwenye migogoro ya uchaguzi mkuu wa taifa letu mwaka huu kumetokea vifo vya watu wenye hatia na wasio na hatia. Kati ya waliouawa kuna watoto, kuna vijana na wazee, kuna wanawake na wanaume, kuna raia na askari. Yote hayo kuna waliouawa. Tarehe 4 Novemba
kwa macho yangu wingi wa watu usio wa kawaida waliokuwa wananunua majeneza kwenye mitaa ya majeneza. Nimeshuhudia pia misafara ya magari ikisafirisha milio kwenda nje ya jiji la Mbeya. Marehemu walio wengi waliuawa kutumia silaha za moto, yaani bunduki, ambazo kwa sheria hutumiwa na askari walioaminiwa na kuapishwa kutumia, waliofariki dunia kwa adhabu kali kutoka kwa waliowakabidhi. Wapo waliopoteza uhai wakiwa wamejihifadhi ndani ya nyumba zao, kwani baadhi ya washika bunduki hawakisita kuzivamia nyumba hizo. Wapo waliopoteza maisha kutokana na kiwewe, trauma au msongo wa mawazo. Baadhi ya wahanga walitekwa nyara au kushambuliwa kabla ya uchaguzi, na wengine mpaka sasa haijulikani waliko. Wengine wamekutwa na madhira haya wakati uchaguzi ukifanyika au ukiendelea. Hawa wote na wengineo ni wahanga wa uchaguzi mkuu. Wahanga hawa wameleta simanzi kubwa nchini Tanzania, kwa kuwa matukio ni mengi kwa wakati mmoja. Hatujui tumpe nani pole na tumwache nani. Misa hii ipo kwa lengo la kutoa pole kwa wote. Mwanamuziki mmoja maarufu nchini Tanzania kwa jina TX Moshi William na mwenzake Ndurumo wakipigia bendi ya Msondogoma waliwahi kuimba hivi: ukiona mtu mzima analia ujue kuna jambo. Na wakaongeza maneno, tunatoana roho kwa mali alizoacha baba. Maneno ya muziki huu tuyatoe kwenye muktadha wa familia, tuyaweke kwenye muktadha wa taifa letu. Nafasi ya baba weka jina la Mwalimu Nyerere. Poleni sana waombolezaji wote. Tunatoa pole kuonyesha upendo na heshima kwa wahanga, kwani tunajua kuwa kila mwanadamu anastahili heshima katika hali yoyote ile na katika tuhuma zozote zile asizoweza kuzikataa, kwani ameondolewa uhai kabla ya kutetea. Tunasukumwa na imani kuwa Mungu aliumba mwanadamu kwa sura na mfano wake, na wajibu wa kuishi kazi ya Mungu. Raha milele wape Bwana, wapumzike kwa amani. Amina. Lengo la pili la misa hii ni kuwaombea majeruhi. Wapo watu waliojeruhiwa kwenye machafuko ya uchaguzi mkuu. Majeruhi wengine waliumizwa kwa silaha au kupigwa, na wengine kwa mazingira walipolazimika kuhama. Wengine wanateseka kwa sababu wametelekezwa. Tunawaombea majeruhi wote wapone kwa msaada wa Mungu. Lengo la tatu la misa hii ni
Nilimwomba Mungu asaidie jitihada za kuwapata watu waliopotea au waliopotezwa. Kabla ya uchaguzi mkuu na wakati wa uchaguzi mkuu, watu kadhaa waliripotiwa kupotea katika mazingira ya tatanishi. Baadhi wanadhaniwa kuwa wametekwa nyara na watu wasiojulikana. Katika misa hii tunamwomba Mungu aonaye yaliyo sirini atusaidie tuwapate katika hali yoyote. Kama watakuwa hai, tufurahie kupatikana kwao. Kama wakiwa wafu, tuomboleze, tuwazike kwa heshima za kiutu, tuwaombee amani ya Mwenyezi Mungu na kisha tuhitimishe msiba. Anayeendelea kuwaficha anatunyima haki hizo za kiutu. Lengo la nne ni kuwapa pole waliopoteza mali zao kutokana na migogoro hii. Katika hekaheka za uchaguzi mkuu kumetokea uhalifu na hata upotevu wa mali za umma na za watu binafsi. Katika misa hii hatusiti kuwapa pole wote walioathirika kwa hasara mbalimbali. Tumeyaona majengo na magari yaliyochomwa moto, na tunayaona makovu ya moto kwenye barabara zetu za lami. Tunatoa pole sana kwa wote. Yamkini Mwenyezi Mungu ameruhusu haya ili tukutuke kutoka kwenye usingizi unaotusahaulisha mambo ya msingi. Lengo la tano, kutoa mwaliko wa kutathmini. Napenda kusema kama alivyosema kiongozi wa makanisa ya CBCT siku alipoapishwa rais. Alisema nchi yetu imetikiswa na kumekuwa na mgawanyiko. Tunaweza kweli kujiuliza, siku ile nchi yetu ilionekanaje? Ukipita, nilijaribu kuhesabu makovu ya moto pale Mpemba, haraka zaidi ya 20 sehemu tu ya Mpemba, lakini ilikuwa naenda Dodoma ndani ya mji. Hayo ni barabara kuu, lakini najua kulikuwa na mioto mingine pembezoni, na nahisi mioto hiyo ilikuwa yote inawaka kwa wakati mmoja. Sasa nchi yetu inaonekanaje? Kama vile nchi kwa inaungua. Unaweza kuona mioto kama hiyo iliwashwa Tunduma, iliwashwa Mpemba, Mloo, Malizi, Mbeya, Uyole na kwingineko. Kulikuwa na mioto mingi ikiwaka kwa wakati mmoja. Nafikiri na mbinguni walishangaa. Nafikiri watu naamini kuna mzima baada ya nafikiri walishangaa au walilia. Mtu akitembelea kwenye nchi ambazo kuna machafuko ya kivita, ataona hali halisi inayodokeza sababu za hali hiyo ya vita. Nilitembelea nchi moja, nilipofika cha kwanza kuona uchafu uliokithiri mitaani, ubovu wa barabara, ubovu wa majengo, ukosefu wa nishati, uhaba wa huduma muhimu za kibinadamu. Na hata nilipoelekea kupanda ndege, hata sikukaguliwa. Sio mimi tu na abiria walikuwa wengi kama kuingia kwenye daladala. Hapo nilitambua moja kwa moja kuwa hakika hapa
inawezekana wanapigana ili kuondoa hali mbaya. Ukitembelea nchi yetu hata leo hii utaona hali tofauti. Miradi mikubwa inaendelea. Je, barabara zinajengwa, madaraja yanajengwa, miundombinu muhimu inaendelezwa, taasisi za huduma zinaendelea na kazi zake, na usafi unazingatiwa. Unabaki na swali hili: kwa nini sasa nchi imefikia hatua hii mbaya? Majibu yanaweza kuwa mengi. Baadhi yake ni haya: labda kuna watu hawaoni mazuri yake, labda hayo yanayoonekana ni sukari kidogo juu ya kijiti kigumu kisicho na ladha. Labda wanaotenda mabaya ni wengi na wahuni. Labda wanaotenda mabaya ni maadui kutoka nje waliojaa husuda. Labda waliotenda hayo walikodiwa kutoka nje. Labda waliotenda hayo wana chuki binafsi. Labda hastaishi. Lakini nitafakari kidogo, sidhani kama wengi wanaweza kujitokeza kwa wingi kwa wakati mmoja. Sidhani kama wahuni wanaweza kujitokeza kwa wingi na kuratibu uhuni wao kwa wakati mmoja. Hata wahuni hawawezi kufa kwa sababu za mjini. Sidhani kama mahasibi wa nje wanaweza kuvamia nchi yetu kirahisi hivi, wakati tunatumia rasilimali nyingi kuimarisha vyombo vyetu vya ulinzi na usalama. Tutake tusitake, lazima tukubali zipo sababu za msingi zinazosababisha hali hii mbaya. Ninaamini sababu hizi hazikuzuka ghafla. Inawezekana kabisa yaliyotokea ni kupasuka kwa jipu lililokuwa na usawa uliojikusanya kwa muda mrefu. Jipu likipasuka lenyewe sio tiba sahihi. Bado mgonjwa atahitaji uangalizi wa daktari, la sivyo atajitokeza majipu mengine mengi, na tena kwenye maeneo hatarishi na yanayofedhehesha, na tiba yake itakuwa ngumu na ya gharama kubwa. Tulipopata machafuko kule Sudani, eneo la El Fasher, kulikuwa na machafuko yanayoendelea. Habari zetu na za Sudani zilirindima kwenye vyombo vya habari. Nchi ya Marekani ilionya kuwa El Fasher inaweza kuwa uwanja mpya wa vita. Kauli hiyo haikutolewa na Tanzania. Ilizungumzwa kuhusu El Fasher kwamba unaweza kuwa uwanja mpya wa vita. Kwa nini hawakusema hivyo kwa Tanzania? Machafuko yetu yalikuwa kati ya wenye silaha na wasio na silaha, ili hali kule Sudani kuna machafuko kati ya wenye silaha. Ndio maana habari zetu zilijitokeza mara chache na kukoma wakati kule Sudani zinaendelea na machafuko yanaendelea. Sisi inatubidi tutafute wadhamini safi, unyenyekevu wote na utayari wa toba kiini cha machafuko yetu. Tusipojali wajibu huu, nani alikuwa? Siku moja nasi tutakuwa kama El Fasher. Tusisahau kuwa wapo watu wanaoishi kwa kanuni ya kufa sana. Kuna watu wanaoona fursa za faida kwenye kila machafuko. Tusiruhusu watu hao
watumie fursa hizo kwenye nchi yetu. Lengo la sita, kumwomba Mungu aliponye taifa letu na kujiepusha na migogoro. Katika misa hii tunasali kumwomba Mwenyezi Mungu atuponye sote. Ninawasihi kwa unyenyekevu wafiwa wasamehe, wasamehe na wawe tayari kuanza upya, sio kama waoga, bali kama majasiri walio tayari kujenga upya yaliyoharibika kwa faida ya walioko na wajao. Au yakiharibika ni ishara wazi ya uwezo wa uongozi. Kwa dhamiri safi tujichunguze na tutoe maamuzi ya kijasiri. Gazeti la Uhuru la tarehe 7 Novemba ilibeba kichwa cha habari, amani utulivu yazidi kuimarika. Nikajiuliza, kwa nini mhariri ya kuweka neno haki ameandika amani utulivu yazidi kuimarika? Kwa nini hakuweka neno haki? Mimi ningekuwa mhariri wa gazeti hilo Kongo, ningeandika haki, amani na utulivu yazidi kuimarika kama kweli. Labda aliacha neno haki kwa sababu hakuona dalili zote za uwepo wake. Tunahitaji haki na amani na sio utulivu usio na tija. Haki na amani vikiwepo, kwa uhakika tutapata utulivu, tutaendelea, na wenye sifa za kufanya vizuri watakuwa sababu ya matumaini ya wengine. Tuungane sote, jamii ya Wakristo Wakatoliki jimbo la Mbeya, kumwomba Mungu haya malengo ya misa hii yatimie. Wafiwa wafarijike japo ni ngumu kwa uchungu walionao. Majeruhi wetu waponywe, waliopotea wapatikane katika hali yote ile. Waliopoteza mali wawe na ujasiri maadamu wana mali, nafasi iko bado, kirekebisha yale ya msingi, yale tuliyopoteza yatapatikana. Tuendelee kuomba Mungu atusaidie kwa dhati kukiri mapungufu yetu, tuwe na toba ya kweli inayoleta mageuzi na masahihisho ya msingi. Isiwe nafasi ya kulumbana na kupimana nguvu, nafasi ya kunyenyekea miguuni pake Mungu. Tuombe Mungu aendelee kupenda taifa letu, hajalitupa kama alivyosema mtoto wa Makabari, hajalitupa taifa hili. Anatufundisha kwa njia ngumu tuwe wanafunzi wazuri tunaoelewa haraka na kufanyia kazi mapenzi ya Mungu. Mengine yote yanaweza kurekebishika, isipokuwa roho za ndugu zetu hatuwezi kuwa nao kama walivyokuwa. Yale yanaweza kurekebishika, Mwenyezi Mungu atende. Hao wanaolala wapumzike katika amani na maisha yao yabaki kuwa ishara wazi ya namna tupasavyo kuishika imani yetu hata utukufu wa Baba. Dhambi leo wako